Karibu sana kwenye channel ya Marco MTZ. Leo nitaenda kuelekeza jinsi ya kuweka pesa kwenye platform ya WFA, manake West Africa Football. Hii ni platform mpya ambayo ni mbadala wa FIC. Kwa hiyo inafanya kazi kama FIC vile vile. Jinsi ya kuweka pesa kwenye hii platform, lazima convert pesa kwenda kwenye USDT ili uweze kufanya malipo yako. Uconvert pesa kwenda kwenye USDT. Tukiangalia hapa, mfano ukitaka kulipa deposit, ukienda kwenye deposit hapa, kwenye deposit utakuta unalipa kwa njia ya USDT. Kwa hiyo hakuna mfumo ambao unatumia shilingi, kwa sababu hii FIC haipo Tanzania, ipo nchi zingine. Hivyo ili uweze kuingia na kujumuika, lazima utumie USDT. Utalipaje pesa kwenye hii platform? Lazima uwe na platform nyingine ambayo inaitwa OKX. OKX unaipataje? Na kutumia link. Unaweza kuipata kwenye Play Store ukaandika OKX, au na kutumia link unaifungua, unajisajili. Unapotaka kujisajili lazima uwe na kitambulisho cha mpiga kura au kitambulisho cha NIDA kimoja wapo, ambacho utatumia kukiskani na kufanya registration yote kukamilika. Baada ya kukamilika, hii OKX inatumika kuconvert pesa shillings kwenda kwenye USDT, au mwingine anaweza kutumia Binance ya convert pesa kwenda kwenye USDT. Alafu pia unaitoa kwenye Binance unaipeleka kwenye hiyo platform ya kubeti, au unaweza kutoa baada ya kuconvert kwenye OKX hela, kisha unaihamisha kunaipeleka kwenye hii platform ya West Africa Football. Sasa unafunguaje hii, unajisajili vipi kwenye hii KOX hapa? Nikikutumia link au ukiingia kwenye Play Store, kwa mtu mwingine anaweza kuingia Play Store. Unaweza kuingia Play Store ukaandika OKX, utaiona ambayo ni hii hapa. Mimi nishaga install, naona. Lakini mtu mwingine naweza kumtumia link. Baada ya kumtumia link, itakuja kuonekana kama hivi. Link ni hii hapa ambayo nimekutumia. Link ni hii hapa. Kwa mimi ninachokifanya, nafungua kupitia link. Nafungua, naanza kujisajili. Huwezi kulipia kule bila kuwa na hii application. Una sign up hapa. Una sign up. Kisha unakubali haka jedwali hako, unakubali hapo. Unapiga tiki kwenye hilo box hapo, unapiga tiki, kisha unapiga next. Enter your email, itakuomba email weke. Mimi nitaweka email yangu. Nitaweka email yangu. Taandika email yangu na sign in. Tuone nasemaje. Inaniambia kodi zimetumwa kwenye hii email ambayo nimeweka hapa. Kwa hiyo nitakiweka email ambayo ni active kidogo.
kwenye email uangalie zile kodi ambazo zimetumwa. Ninaangalia email ambayo ni hapa email. Nimetumiwa kodi hizi hapa ambayo ni 4163. 4163 naziweka, inafunguka. Baadaye inaniomba namba ya simu niweke. Nitaweka namba ya simu, itaanzia na 707 58 na verify. Baada ya kuverify zitatumwa kodi kwenye hiyo namba. Zitatumwa kodi kwenye hizo namba, unatakiwa makini. Zitatumwa kodi zikishatumwa basi uziweka, sign in na utafungua account yako. Kila kitu kinaenda sawa. Baada ya kumaliza kufanya hivyo, itakuja kufunguka kwa namna hii. Ikifunguka namna hii, maana yake wewe unachotakiwa ukifanya sasa una verify. Utabonyeza vile vidoti vitatu vya huko juu ufanye verification. Doti vitatu vya huko juu ufanye verification. Utabonyeza. Mimi nikiwa nimejisajili, unaona hapa juu pameandikwa verified hapa. Kwako unatakiwa sasa, utaona hapa pameandikwa unverified hapo. Unatakiwa ufanye verification. Itakuomba kitambulisho cha mpiga kura. Mimi siwezi kukuonyesha hapo kwa sababu wewe mwenyewe ukipiga tu pale kwenye verify unapoanza kuverify itakuomba kitambulisho cha mpiga kura, unakipiga mbele. Itakwambia foresight unapiga mbele, backsight unapiga nyuma. Kitambulisho chako inaskani, alafu inakuomba pia picha mbele ya wewe mwenyewe, sura yako ya uso. Unafanya tayari, inakuruhusu na kuandikia verified. Baada ya kumaliza kuandika verified sasa, unakuja sasa kuweka hela sasa kwenye USDT humu. Je, unawekaje pesa? Kwa sababu sasa hivi humu kuna hela ambayo ina change kulingana na kubadilika kwa currency, value of money yapi. Na hii ni USDT ambayo niliweka nikaihamisha nikapeleka kwenye FIC ikabaki hiyo. Kwa hiyo je, unawekaje pesa? Baada ya kumaliza hivyo kuweka pesa sasa, unaanza usibonyeze hapo kwenye deposit hapa. Kwenye kuweka pesa tubonyeze hapo. Kwenye kuweka pesa tubonyeze hapo. Kwenye kuweka pesa tunabonyeza hapa. Tunatumia hii kwenye kuweka pesa. Tunatumia hiyo. Sorry, nipo naumwa kidogo, kwa hiyo na homa kidogo. Unabonyeza hapa. Baada ya kubonyeza hapo, hela yako hakikisha ipo kwenye namba ya simu. Kama ni Voda, kama ni Tigo, kama ni Airtel, hakikisha iwe kwenye simu. Baada ya kubonyeza hapo, utaona huku juu
utaona huku juu kuna sehemu mbili hizi. Hakikisha mfumo wako uwe hapa. Hakikisha uwe hapa na sio hapa. Kwa hiyo ukiona uko hapo, unaangalia sasa kuna mdada, unaangalia hizi ni hela hizi, unabuy hizi. Kama huja verify haiwezi kuruhusu kubuy. Kwa hiyo unaangalia hizi ni amount of money ambazo zipo. Simu yangu imeganda. Ona hapo. Kwa hiyo unatakiwa ufanye hapo, unatakiwa sasa uangalie, je, ni nani anayeuza USDT? Wote wanauza buy. Lakini tunapenda kutumia mtu hapa ambaye yuko active sana kwenye huduma. Yuko active sana huyu mdada huyu, Miss Lea huyu. Mrs. Lea huyu. Yuko vizuri sana kwenye huduma yako, na hela yako ikiwa kwenye simu unabonyeza hapo buy. Hapo na change hela yako iende kwenye USDT. Kuwa makini, change hela yako kwenda kwenye USDT. Unaandika kiasi unachotaka. Tuseme ni 50. Kianzio ni 35. Ama weke 50 sasa ni 18. Unaandika. Okay. Kwanza kwa misle hapa. Unabuy. Kwa misle. Bonyeza kwa misle, maana yake utaandika kiasi. Kuna sehemu utaona umeandika kiasi 50. Unaandika. Baada ya kuandika 50, baada ya kuandika kiasi ambacho umelipia, mimi nimeandika hapa kiasi ni 50 ambacho nalipia 50. Hapa chini pameandikwa 50. Sasa na USDT 18. Hapo unakuja kuangalia hapa view details. Kumbuka ukibonyeza hata kwa mtu mwingine huyu, kwa mfano kama ni huyu guess huyu hapa, ukibonyeza kwake na yeye, ukienda kubuy pale atakuomba uweke kiasi. Utaandika kiasi kama ni 50. Naona utaandika, lakini huyu anahitaji enter the value below hapa. Okay, ni kubwa sana, maana yake huyu tunaachana naye. Kwa hiyo tukienda kwa layer pia ukijaza hapo amount, kisha una buy USDT. Ukibuy USDT hapa, kwa hiyo utajikuta sasa kule, utajikuta uko hapa, na inatakiwa ulipie ndani ya muda. Ukichelewa ndani ya muda, dakika zipo zinazihesabu hizo hapa, malipo yako yanaahirishwa, unarudia tena upya. Lakini kama umeshamaliza kulipa hela kule, ukishamaliza kupewa hivyo details hapa, maana inatakiwa ubonyeze hapa ili uone malipo sasa, kwamba je, unalipa kwa njia gani. Unabonyeza hapo, utapewa namba ya wakala ni hii hapa. Maana yake unaenda kubonyeza *150 kwa Voda. Lipa namba utapewa ni hiyo ambayo nimeizungushia hapo, lipa namba. Jina itakuja Lea Atilo. Unatuma pesa. Ukishatuma pesa, muamala ukija unabonyeza hapa I have paid. Unabonyeza alama ya kujumlisha, unaenda kuchukua screenshot ya ile muamala ambao umelipia. Baada ya kumaliza kuchukua, unamtumia Lea. Ukishamaliza kumtumia Lea, atakwambia tayari hela yako imesha account yako imeshafanikiwa. Utakuta kiwango cha USDT tayari kimeshakuja. Utakuta
kipo kwenye akaunti yako. Ukishamaliza hivyo, utakuwa umemaliza kubadilisha pesa kwenda kwenye USDT. Kinachobaki sasa baada ya kuweka kwenye, umebadilisha zimekuja kwenye USDT, kinachobaki sasa ili kwenda kulipia kwenye ile platform, inatakiwa tena hisi kama umelipia labda zimekuja labda 50 hapa au 18, takiwa zihamishe sasa uzipeleke kwenye ile platform. Utafanyaje? Unaenda kwenye withdraw, unazi withdraw kivipi? Unashuka, unabonyeza alama ya huku juu hapa, unabonyeza hapo, kuna withdraw hapo, unabonyeza withdraw. Withdraw, unabonyeza USDT. USDT unakuja exchange wallet. Kwa hiyo baada ya hapo ukiwa hapo, nimesema kwamba unakuja hapa. Ngoja niseti vizuri mtambo wangu hapa, niseti vizuri hapa, seti vizuri. Kwa hiyo unakuja, unapotaka kuwithdraw sasa, tumesema unataka kuwithdraw, mtandao umeanza kusumbua, unabonyeza hapa kwenye, unarudi nyuma kwanza, nimekuambia unabonyeza hapa kwenye exchange wallet hapa. Ukishabonyeza hapo, unataka kuhamisha upeleke kwenye ile platform, unakuja tunabonyeza hapa kwenye TCL hapa, unabonyeza. Ukishabonyeza hapo sasa, itakuomba sasa ili uhamishe. Itakuomba address, unapeleka wapi USDT zako, ni hapo. Kisha address hapo, unakuja kuandika kiasi cha kodi, kiasi cha USDT. Nitaandika address naipata wapi? Unafungua app yako sasa kwenye application yako, ili uzihamishe kule. Fungua address yako, unapotaka kuweka hela deposit, unabonyeza. Kule tuseme kwa mfano kule kwenye application kule una USDT 50, si ndio? Lakini huku utaandika 48 kwa sababu unapotuma unakata USDT 2. Unaandika 48.00 japo kwa kule kuna 50. Tumeelewana? Ukishamaliza hivyo una confirm. Kisha confirm, utaona hizi hapa address, hizi hapo, hii hapa address. Hii address unatakiwa ucopy. Kwa mimi na copy hivi, na copy naipeleka huku, na copy napeleka huku, na copy napeleka hapa tuko tumeishi hapa, na paste. Hiyo ni address. Naandika na minimum. Kumbuka nimekuambia kwamba kama tumenunua
USDT 50. Sasa ni kwa mfano USDT ziko 50. Kwa hiyo kutaandika 50, japokuwa kule kwenye platform umeandika ngapi? Umeandika 18. Unaona? Japokuwa kule umeandika 48 huko 50. Kwa hiyo wana tabia ukata USDT 2. Naona. Kwa hiyo hapa nimeandika 50, nimeandika insufficient kwa sababu sina balance. Ukishamaliza hapo sasa, unakuja hapo na submit. Mimi siwezi kusubmit kwa sababu ni haitoshi. Hapa ukisha submit hapo wewe mwenyewe sasa utakuwa umeshamaliza. Ukisha submit utatumiwa kodi sasa kwenye email pamoja na kwenye namba yako ya simu. Kwenye simu utaziweka hizo kodi, kwenye email na penyewe utaweka hizo kodi. Utakazotumia kwenye email uziweke kwenye email pale. Ukitumia hizo kwenye simu uweke za kwenye simu. Kuna sehemu mbili utaambiwa jaza kodi. Utatumiwa mara mbili kwenye email, pia utatumiwa kwenye simu. Kwa hiyo unatakiwa ujaze kila sehemu panapotakiwa. Ukishamaliza hivyo utakuwa umefanikiwa sasa kuweka kwa upande wa kuweka. Baada ya kumaliza kuweka hivyo ukishatuma itakwambia send na italeta message. Kwamba tayari umeshatuma au tayari umeshalipia pesa. Utapata message. Unapata message. Kuja nione kama kuna message ambayo nishaikuona. Nishaikupata. Ngoja nikupe mfano. Ngoja nitafute message kwa kuna siku moja kuna mtu nilikuwa tunaelekezana. Nitafute kwenye WhatsApp hapa. Kwa hiyo haya mambo hayahitaji haraka ndugu yangu. Ni taratibu. Baada ya kutuma pesa sasa, umeshamaliza kutuma pesa, nataka nikuonyeshe sasa SMS ambayo unaweza kuipata ili iwe virahisi. Baada ya kumaliza kutuma pesa, kuna vitu. Baada ya kumaliza kutuma pesa kule kwenye OKX itakuja SMS ya namna hii. SMS kama hii. Ukiangalia hii ni pendi. Haya ni malipo. Ilikuwa ni pendi hapa, baadaye inakuandikia hapa send. Kuandikia send hapo maana yake tayari hela imeshatumwa. Utakachokifanya wewe utakuja uone notification tunaingia. Utachukua hizo, utazicopy hizi. Zitakuja tu baada ya kumaliza kulipia kusend kule. Unazicopy hizo, unakuja kuziweka hapa. Hapa kwenye platform yako. Hapa hizi tumezipeleka kule. Kwa hiyo hapa unakuja kuziweka hapa.
unaziweka hapo. Alafu kisha una submit. Kisha submit tu tayari. Utaona mambo yanaenda vizuri kabisa na hela yako itaingia kwenye account. Nadhani mpaka sasa tutakuwa tumeelewana. Itaandika pendi baada ingia kwenye account. Ukiona haijaingia kwenye account umefuata hizi hatua zote, nitafute pia nikupe utaratibu mzuri. Asante sana kufuatia channel hii ya Makuwa Mtizi.